السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي جاء بكتابك الشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها ومن تمسك بهما عاش في النور كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما ظل في ظلمات كالليل إذا يغشاها. لقد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani si mwingine ila ni Mtume Muhammad, rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimshikie, tukiwa katika Ijumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa katika Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Ramadhan 10 ya rahma. Lengo na makusudio, ndugu yangu Muislamu, ni gani? Kwa kuwa sisi Waislamu vitu tunavyofanywa sisi, kama vile sheria inavyokuja kusema katika amri 10 za kujenga umma bora, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kutuwekea sisi, na mwisho akatuambia si nyinyi peke yenu nimewekea, bali kulikuwa na wenzenyu kabla yenu. Ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kuuliza katika Qur'an, ayahsabu ama ayahsibu linsanu an yutraka sude, anadhania mwanadamu atakuwa ni mwenye kuumbwa na kuachwa hivyo reberebe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kutuuliza, anadhania mwanadamu atakuwa ni mwenye kuumbwa na kuachwa tu hivyo bila kupatiwa masharti. Kama vile tutasema mfano, tusema kama wanyama, yani wameumbwa na wakaachwa tu, yani hao ni kukula na kutoka na kufanya kila anavyofanya. Lakini wewe mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kutuwekea katika Qur'an. Wewe kuletwa katika hii ardhi umeletwa na sababu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Yani wewe kaa ukijua katika hii mgongo wa ardhi wewe ni khalifa, na khalifa lazima utakuwa umepewa masharti, utakuwa umepewa amri za kuendeza umma. Ya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kutuelezea katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kwanza, kitu ya kwanza, lengo na makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweka khalifa, ya kwanza muhimu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika amri 10 za kujenga umma bora, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni yenye kwanza, na ya kwanza akasema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsan. Ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepitisha wa qadha. Ukishasikia qadha katika wenye lugha wanakuambia ni kupitisha, hakuna lingine litakaloamua baada hiyo, na amepitisha asiabudiwe chochote isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kule katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu yangu Muislamu, kuna misukosuko, kuna panda shuka, kuna leo uko vizuri, kuna kesho uko vibaya. Kuna kuabudu Mwenyezi Mungu, kuna zile amri amezileta katika masala ya katika hadithi ya Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam, anamjilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akakuwa ni mwenye kuuliza Mtume maswali,
akhbirni anil islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuwa mwenye kumuelezea antashhadu an la ilaha illa Allah wa muhammadur rasulullah wa iqami salah wa sawm ramadan wa itai zaka wa hajj albayt. Zote mtume akakuwa mwenye kuelezea. Mwisho Saidina Jibril alayhi salatu wasallam akamwambia sadaqta. Sasa Saidina Umar na maswahaba wengine wakakuwa mwenye kushangaa, vipi mtu anakuja kumuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swali, alafu Mtume akijibu anasema amepata, ni kama anampima Mtume Muhammad. Sasa tukuje katika sisi ambao tumepatiwa hiyo. Mwisho katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada Saidina Jibril kuondoka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza Saidina Umar, atadri man sa'il, je, unajua yule aliyeuliza maswali ni nani? Saidina Umar na maswahaba waliokuwa karibu yake wakamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa rasuluhu aalam. Pia hapa kuna mafundisho ndani yake. Moja katika vitu ambazo nafaa sisi tuchunge, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika amri ya mwisho ya kujenga umma bora, anasema wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Kwa sababu gani? Inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Usizungumze ama usijaribu kutetea kitu ambacho hauna elimu nayo, hauna ujuzi nayo. Lakini sisi leo katika vitu ambazo zitakuja kutuingiza katika moto, moja inapitia ni ndimi. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mwenye kunihifadhia vitu viwili, nyama mbili katika mwili wako, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hazina mfupa, na hizo ndio nyama balaa katika mwili ya mwanadamu. Ndio Mtume akasema, mwenye kunihifadhia nyama hizo mbili, mimi nachukua dhamana ndakuwa loya wake siku ya kiyama kwa Mwenyezi Mungu kumtetea. Ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lisan, tuchungeni sana ndimi zetu. Mtume anasema hii ndio kiungo mbaya zaidi itakayokuja kuingiza watu motoni. Kwa sababu unaweza kuwa unaswali, unaweza kuwa unatoa zaka, unaweza kuwa unafanya, lakini kupitia ulimi tu ukaribu wa mali zako zote. Mimi naswali kila siku, wewe hata uswali, wewe tariku swala, yani ukajione kakuingiza katika ria, ikaribu wa mali zako. Maneno yako pia katika kupita katika kuswali ukakuwa mwenye kusingizia watu, ukakuwa mwenye kusengenya watu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi mashuhuri kuhusiana na masala ya ulimi, ndio anatukataza kwanza tumiliki sana ulimi zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi na maswahaba kama ilivyokuwa hivi. Akakuja akawauliza maswahaba, atadruna mal muflis, je, mnajua mtu aliyefilisika ni mtu gani? Maswahaba radhiallahu anhum ajmain wakamwambia, ya Rasulullah, sisi muflis kwetu tunamjua ni mtu aliyekuwa na mali alhamdulillah, alikuwa yuko poa alhamdulillah, lakini akakuwa hana lolote, alikuwa na magari, yani alikuwa yeye yuko sawa alhamdulillah, lakini akakuwa ameishiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuwa mwenye kumwambia, nyinyi mnaangalia katika hapa dunia. Muflis ni yule mtu siku ya kiyama atakayekuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ni swala alhamdulillah aliswali, kama ni saumu alifunga, kama ni zaka alitoa, yani kila amali yeye iko nazo. Lakini akifikishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, washatama hadha wa kadhaba hadha wa kadhafa hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha wa dhalama hadha, kupitia ulimi wake. Yani alimtukana huyu, alimsengenya huyu, alimzulia huyu, alimsemea huyu uongo, akamtukana, yani akamdhulumu huyu kupitia ulimi. Sasa muflis hapo hakuna pale kulipana siji masala ya kupewa 200 300 nini, ni thawabu zinachukuliwa. Una thawabu ngapi? Chukua patia huyu, chukua nani mwingine hivyo. Katika hesabu nzito siku ya kiyama, ndugu yangu Muislam, ni hesabu baina sisi na kwa sisi. Kwa Mwenyezi Mungu tutakuwa alhamdulillah, lakini baina sisi kwa sisi tunakuwa tulidhulumiana, tulisingiziana, tukafanya balaa zote hapa ndani katika mgongo wa ardhi. Tukifika mbele ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema yauma tubla sarair, siku ambazo siri zitafichuka. Ndio kakuta watu kabla Ramadhani mashehe walikuwa wakisimama katika mimbar, wanaambia watu tusameaneni, tuombaneni msamaha, tukue yani katika wenye kusameana. Na katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaelezea mmoja katika yule sahaba
mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimbashiria pepo. Maswahaba kina Abu Dardai wakakuwa ni wenye kuwa na hamu kutaka kujua kitu gani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amembashiria huyu mja pepo na hana amali yote anayofanya mema. Mmoja katika maswahaba katika kisa maarufu akakuwa mwenye kwenda kukaa naye kutaka kuchunguza ni nini mbaya huwa anakuwa anafanya, ni amali gani mema huyu anakuwa ni mwenye kufanya. Lakini akiangalia ikifika baada ya Isha haswali swala za usiku, afanye nini, afungi nini, yeye akishaswali Isha ni kwenda kula sapa, kulala. Yani ni hivyo. Mwisho akakuwa mwenye kumuuliza, vipi wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuwa mwenye kukubashiria wewe pepo? Akasema, mimi sina amali yote kubwa, lakini kila jioni mimi nikilala namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yule aliyenikosea mimi nimemsamea kwa ajili yako Mwenyezi Mungu na nishaifuta. Faafu wasfahu, wewe samehea na ufute. Lakini sisi tunakuwa na wenye kuweka beef, kama wanavyosema vijana, tunaweka beef miaka 100. Hiyo haitaisha, hiyo lazima nilipishe. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moja katika majina yake anajiita ni Ghafurur Rahim, kwa mwenye sikitiko, mwenye kuhurumia. Sasa sisi katika kuletewa haya ya saumu, katika kuletewa ya ibada, katika kuletewa amali yote, sisi tunakuwa wenye kufanya tukijua kuna wenzetu nyuma yetu walikuwa wenye kufanya. Tusione ni kama tunateswa, tusione ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kutuweka katika dhiki. Mwenyezi Mungu anakuwa mwenye kutupenda, anataka tu sisi tufanye matendo madogo tu. Imekuja katika aya yake, anasema huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nani atafanya matendo, si matendo mingi, kidogo tu kwa ikhlas. Na ikhlas inataka kuhifadhi ulimi kwanza, na moyo wetu ukuwe msafi. Hataki mambo mingi. Ikhlas kwanza, wewe chunga ulimi wako na moyo wako ukuwe msafi. Kila kitu ambayo wewe unakuwa mwenye kufanya unafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kutuambia jambo hatukatazi mara moja. Akitaka kutuamrisha jambo hatuamrishi mara moja. Kwa kuwa sisi tunaona ni kama tumebebeshwa mzigo mzito, ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Yani ametufaradhishia sisi kufunga kama waliokuwa wakifunga kabla yetu. Tusione ni sisi yani ndio tumeletewa jambo mpya, kila kitu ilikuwa ikifanyika. Na katika kufanyika kwetu ndugu yangu Muislamu, katika haya yote, katika kufunga, katika kufanya ibada, katika masala ya dini, intaka moyo. Kwa kuwa kuna mtihani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Baqara aya 214, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea katika Qur'an kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa mwenye kusema, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Angalia mambo mazito katika kufunga, katika kutoa, katika kuswali, intaka moyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa mwenye kutuuliza mimi na wewe, am hasibtum an tadkhulul jannata, yani tunadhania sisi tutakuwa wenye kuingia tu pepo hivyo rahisi. Walamma yaatikum mathalul ladhina khalau min qablikum, na wala haikuwafikia nyinyi kama wale mfano iliwafikia waliokuwa kabla yenu. Masatuhumul ba'sa wadharra wazulzilu, na mitetemeko na mishindo, balaa zote walipatikana nazo. Tukisoma katika suratul Ahzab, katika vita vya Handak, Makureshi walikuwa wameungana na Mayahudi kuja kumaliza Uislamu. Katika haya masala ya tarehe ni muhimu sana watu kuja kuelezewa, ujue Uislamu ilitoka wapi. Usije ukajiona wewe ni Muislamu kwa kuzaliwa lakini hauswali, haufanyi nini, haujielekezi, inakuwa ni shida sana ndugu yangu Muislamu. Sasa sisi kufaradhishiwa kufunga, lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyoelezea hapa, la'allakum tattaqun, tupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaelezea katika aya nyingine, aya ndefu, mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema illa man atallaha biqalbin
salim, lazima utukuje na moyo mzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hija yake anakuwa ni mwenye kuelezea katika masala ya Uislamu, mwisho akakuwa ni mwenye kuelezea akasema, na takwa hauna, uchaji Mungu kwa hapa. Wewe umekaa na njaa, anayejua wewe umefunga, anayejua wewe ni kobe, anayejua wewe yani nia yako ni gani, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hadith Qudsi imekuja ikapokelewa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kullu amali ibn adam lahu, kila amali ya mwanadamu anafanya ni yake. Ndio ikakuja katika Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fa alayha, pia ni hivyo hivyo. Yani ukifanya wema ni kwa ajili yako, na ukiasi pia vile vile ni kwa ajili yako. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kullu amali ibn adam lahu, kila amali anayofanya mwanadamu ni yake, illa saum, isipokuwa saum, wa ana ajizi bihi, na mimi ndo nafanya, ndo nalipa. Sasa katika hii yote, kufunga, kukaa na njaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yeye ndo anayelipa. Nani anajua thawabu za saum? Nani anajua ni ujira gani mtu anapata? Wewe umejikazia kukaa na njaa, kukaa na kiu. Hizi si lengo. Lengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kukuwekea saum ni wewe upate kumcha. Ndio pale utakapoambiwa kuna watu hapa hivi msikitini wanataka kufuturishwa, na umejua kukaa na njaa, utakuwa uko radhi kutoa shilingi 100, utakuwa uko radhi kutoa shilingi 50. Kwa sababu gani? Ushajua ile la'allakum tattaqun. Na ukiangalia katika masala zote, katika aya zilizokuja ni masala ya kusimamisha swala na kutoa zaka, kusimamisha sala na kutoa, kusimamisha na kutoa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ni mwenye kutuambia, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'dhama ajra. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, kila kitu unachotanguliza kwa Mwenyezi Mungu ya khairi utaikuta, tajiduhu. Kama utakaotoa unasema leo mimi alhamdulillah, tuko wangapi hapa? Ni pesa ngapi huwa tunaharibu sana katika masala ya upuzi? Leo unakuja unaambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufuturisha aliyefunga ni sawa na utapata thawabu zake, na zako pia zitakuwa zenye kubaki. Yani wewe umetoa umepata thawabu, yule thawabu zake za mchana mzima pia unapata thawabu, unachukua hizo thawabu. Na yeye anabaki na yake, unabaki na yako, unaongezewa mara 2 zaidi. Yani katika mwezi wa Ramadhani mambo ni double. Hiyo yote Mwenyezi Mungu ametokea kwa sababu gani? La'allakum tattaqun. Katika suratul Ankabut Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, alif lam mim ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun, yani wanadhania watu watasema wameamini na hawatapatiwa mitihani. Mitihani iliyokuwa kubwa sana hapa kwetu ni sisi kutoswali, ni sisi kutopendana, ni sisi kuweka beef miaka mingi sana, ni sisi yani hatuna hizo, hatuna mahaba baina yetu. Ndio leo utaambiwa leo katika msikiti lao imama amekuja amesimama hapa, ama amekuja amesimama mtu yote hapa, anasema jamaa kuna watu wanafuturishwa msikitini, basi hata tuangalieni leo tuchangieni, basi kila mtu atoe 200, watu 10 watakaotoa 200, watu 100, lakini hakuna, kila mtu anakaa hivi anafikiria hiyo ataenda kula pesa yangu. Yani unafikiria negativity. Tutoeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Pale tutakapoingia pale katika gate ya green, ni amali yako itakuwa ni yenye kukusaidia. Mwanadamu atakapokuwa anakuwa mwenye kufariki, anamwambia Mwenyezi Mungu nini? Nirejeshe kidogo tu, fa aswaddaka wa akun minas salihin. Hataki kusema afunge, hataki kusema sijui akuje aswali raka 2, sijui akuje afanye nini, fa aswaddaka wa akun minas salihin. Yani hatoe sadaka na kuwe katika waja wema. So kumaanisha hapa ni kuna ubora ya kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tukaekewa saum, tukaekewa ibada zote, kwa tunaelezewa katika visa za maswahaba. Saidina Umar na Saidina Abubakar walikuwa wanashindana katika kutoa, mpaka maswahaba radhiallahu anhum ajmain wakakuwa wenye kulalamika, ya Rasulullah, hawa tukisema ni masala ya kutoa hawa wanatoa, tukisema masala tunatoa, lakini sisi ile yetu kidogo tunakuwa ni wagumu. Pale ama itakapofika siku tutakapoingizwa kwa gate ya green, pale ni amali yako, kama tunavyoambiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adam
in qata amaluhu ila min thalatha, ilmu tafahu bihi, sadaqatul jariyah au waladu salih yad'u lahu. Sasa hapa katika sadaqatul jariyah hakuna kitu tulitoa. Msikiti kichangishwe kitaka kujengwa, sisi ndo tunakuwa wa kwanza kutaka kuharibu. Watu wakitaka kufuturishwa, wewe ndo unakuwa wa kwanza kutaka kuharibu. Angalia sadaqatul jariyah kidogo tu. Umepatia yule mtu, umetoa shilingi 100, 250, ikapikwa futari, yule mtu akakula, akakuwa anafanya ibada na akakuwa na nguvu ya kuendelea wewe kufanya, yani anaendelea kufanya ibada. Ni sadaka umemjengea. Umejijengea sadaka tu yako. Yani kama lao yule mtu ataendelea kudumu katika ibada, ni sadaka unajijengea wewe. Lakini tutakapoingia pale kwa gate ya green, ndugu yangu Muislam, wallahi sikufichi, sote hapa tunajuana. Kila mtu atakuwa akibeba jeneza akipiga talkini la ilaha illa Allah, tukikupeleka huko baada pale kila mtu anasimama hivi anangoja kusikiza ustadhi anasema nini. Anasikia jamaa inshallah, shukran familia, toa shukrani, baada hapa kuna dua. Kila mtu, vijana wote tunatoka tunaenda pale, tunaambiana kabisa, twendeni tukeke simiti. Twendeni tukeke simiti. Yani pale katika mazishi yako wanakula pilau, wanakuoneka simiti, wanaanza jaba. Hakuna lingine watakufanyia ndugu yangu Muislamu. Hakuna. Pale kaburini ni amali yako itakuwa ni yenye kukusaidia. Na wanaambiana kabisa, twendeni tukeke simiti. Hii tumeshiba sasa, tukikaa tunaweza lala. Tuanzeni jaba. Hata wakukumbuki kwa dua, imama akirefusha dua wanakuwa ni wenye kulalamika. Ndugu yangu Muislamu, si maana kucheka, ni ukweli haya. Inna lillahi ni msiba hii. Ndio mambo yetu. Wallahi ustadha akirefusha dua tunalalamika. Tuneni tukeke simiti kwa ile matangamano. Alikuwa ndugu yetu, wallahi la Mwenyezi Mungu amrahamu. Tunakula tumeanza jaba, hata hatuzingatii. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man arada alwaidh falmaut yakfi, yakutosheleza mauti. Hatuna amali nyingine. Wewe ndugu yangu Muislamu usidanganye, utakapoendeka pale uko ukijua pilau yako watu wataikulia, wataikula afu waanze jaba. Pale itakusaidia ni nini? Ni amali yako. Basi fanya bidii katika kutoa, katika kuswali, katika kufunga tarawih. Ndio hii Saidina Ali karamallahu wajha anaelezea katika fadhila ya kila siku. Kila siku mtu anapata fadhila gani kuswali tarawih. Siku ya kwanza ukiswali hivi, siku ya pili, na katika kufunga pia na fadhila zake. Pia katika kujibitisha kusoma Qur'an, katika kuswali sunna. Hizi zote hizi tumewekewa sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tukue ni wenye kuingia peponi viurahisi. Lakini sisi wote tunakuwa wenye kukataa. Kama ilivyokuja katika hadith ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kullu ummatin yadkhulul aljanna ila man aba. Yani umati wake wote watakuwa wenye kuingia peponi isipokuwa ni mwenye kukataa. Mwenye kukataa ndo sisi. Leo anasimama imama hapa anaambia jamaa, kuna watu hapa msikitini alhamdulillah wanafuturishwa. Leo kama wewe uko na sehemu ya kufuturu, kuna mwingine alisilimu, kuna mwingine ni muhuni, ni bachelor, kuna wahuni wengi hapa hivi tunaona. Wana hawana mahali pa kufuturu. Mtu anafanya kazi, akikuja jioni akifikiria kwa kisha jiko nini kupika, itakuwa ni saa 3 saa 4. Lakini sisi tunaamua tuwafanyie tashil. Inakusanywa, inanunuliwa mchele. Mchele hata tukikusanya watu wawili watatu, sasa kuna mchele 3000. Tukikusanyika watu 5 vijana, tuseme sisi hii tunafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haitatushinda. Ni pesa ngapi tunakusanyika kununua mzinga mpaka tunislap kwa sababu ya sherehe? Leo ya Mwenyezi Mungu itatushinda? Itatushinda kweli ndugu yangu Muislamu? Ni pesa ngapi huwa tunachanga kununua vitu za uharibu, za kuharibu nafsi? Leo ya Mwenyezi Mungu itatushinda? Basi inshallah nikimalizia, katika msikiti wetu hapa kuna masala ya iftar. Huwa tunafuturisha wale hawajiwezi, kuna walisilimu, kuna wale wanaume wanaishi katika maisha hivyo, kuna wanyanya wazee, huwa tunawapelekea iftari. Kuna wale wanyanya mzee hazijipikia hapo, lakini at least kishapikwa hapo akipelekewa ni thawabu kwako. Uone imagine ni dua ngapi anakuwa mwenye kuombea kijana wangu barikiwe, kwenye imetoka Mwenyezi Mungu aibariki. Si ndio dua zinaombwa hivyo? So imagine pia unaingia katika hiyo fungu. Sisi tukiungana vijana 6 500 mchele gunia moja 6 mchele, tukipata hata gunia 5 10 itatusukuma. Hamtasikia mtu akisimama hapa kuchangisha. Ikishapatikana gunia 10, ipatikane chakula ya sokoni, hamtasikia. Na utakuwa ukijua ukipita hivi watu wakikula pilau unasikia raha. Mimi nimetoa ile shilingi 200 ni thawabu yangu mimi najijengea. Itakuliwa siku ngapi? Ni mtu atafanya thawabu siku ngapi ndugu yangu Muislamu? Mpaka hapa tutakuwa matomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tu wenye kusikia na kufuata. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
na inshallah baada ya swala kuna ndugu yetu pale ikapatikana na msiba kidogo. Inshallah tutamwombea dua Mwenyezi Mungu ampe shifa na pia ampe subra inshallah. Ndugu yetu pale Abdi kidogo alipatikana na balaa kidogo inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.